na kuwafanya kuwa wanafunzi. Sema amen. Kwa hivyo umeokolewa na taraja ya kwamba hata nao ukapate na kufanya wengine wakapate kuwa wanafunzi wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Kwa hivyo dada yangu, ndugu yangu, nina haja ukapate kuwa na juhudi, ni kwa ajili ya kuleta wengi katika ufalme wa mbinguni. Si ya kwamba wewe ukasalia tu na ile injili ambayo ulioipokea, ila Bwana hivi ndivyo anavyoagiza katika Wafilipi 1:1. Ameagiza tena katika Timotheo wa 2:2 ya kwamba na lile neno ambalo mlilolipokea kati ya maskini wengi, ile neno ukawakabidhi na wengine watakaofaa na kufundisha na wengine. Sema amen. Ili neno la Bwana Mungu wa Israeli likapate kusambaa. Haleluya. Kwa hivyo nikiuliza ya kwamba juma hili umelishare na nani neno la Kristo? Haleluya. Hauwezi kukua mwanafunzi ambaye hana discussion na mwanafunzi mwingine. Lazima ukafanye discussion na wanafunzi wengine, ndiposa ukapate kuelewa katika shuleni mwao nao wamejifundisha nini. Sema amen. Kwa hivyo siku na kama ya leo, nataka mtu wa Mungu kapate kuelewa mambo kama na haya, jinsi yalivyo na udhamana katika maisha ya safari ya msalaba. Neno la Bwana halijakuja kwa malengo ya mtu kuwa mchoyo. Neno la Bwana halijakuja ili mtu akapate kuweka ubinafsi, ila neno hili lilipo ni kwa ajili ya sisi kuweza kuwafikia na wengine watakaofaa na kufikia na wengine, ili neno la Bwana lisije likasalia tena katika vifungo. Sema amen. Paulo anasema ya kwamba ni neno lilijua ya kwamba neno la Bwana ama injili ya Bwana haiwezi fungika. Haleluya. Sema amen. Kwa hivyo sasa, kama injili haiwezi ikafungwa, basi tukapate kuieneza katika miji na vijiji. Wacha tukafikie wana wa Bwana tukiwafanya kuwa wanafunzi wa Bwana. Haleluya. Hilo ndilo jukumu la Bwana Mungu wa Israeli anapatiana kanisa la siku ya leo. Sema amen. Doctrine ya kwanza ni doctrine ya imani. Kuna mabadiliko ambayo inafanyika katika maisha ya mtu anapokuwa anaondoka katika hali ya kidunia na kuingia katika ulimwengu wa Yesu Kristo. Sema amen. Ni lazima kuamini kwake kukapate kukua tofauti kama na alivyokuwa katika kuamini pale awali. Sema amen. Kwa hivyo imani ni lazima ikapate kubadilika. Pale ulipokuwa katika mataifa, ulikuwa unaamini kwa wana wa watu, ulikuwa unaamini miungu, ulikuwa unaamini kwa vitu vya dunia hii. Lakini sasa unakuwa wa Kristo, basi wewe imani unabadilisha, wanaielekeza kwa Bwana. Sema amen. Kwa hivyo kuna transaction ambayo inafanyika, sio sisi tu kutolewa katika ile hali ya kiulimwengu na kuwekwa katika hali ya kiungu peke yake, ila katika imani pia tunabadilishwa na kujengwa juu ya msingi ulio mpya. Yani msingi ulio wa mababu tunauondokea, msingi uliokuwa wa mashosho tunauondokea, msingi uliokuwa wa wamama tunauondokea, msingi uliokuwa wa maango sisi tunauondokea na tunasongea msingi mpya ambao ni msingi wake Bwana Mungu wa Israeli, kama na alivyonena katika Waefeso 2 mstari wa 20 ya kwamba angalia sasa mmefanya kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, Yesu Kristo akiwa jiwe likuu la pembeni. Amen. Sema amen. Kwa hivyo transaction ya kwanza ambayo Bwana anaifanya katika maisha ya mtu ni transaction ya imani. Yani wewe unatwaliwa toka katika imani kina kuwekwa katika imani ambayo ni dhabiti. Sema amen. Haleluya. Maana sisi hatuenendi katika kuona bali katika kuamini. Haleluya. Maana hata Bwana Mungu wa Israeli ambaye sisi tunamtumikia bado hatujamuona katika
katika macho ya kawaida, ila tunaamini ya kwamba yupo na anatenda, yupo na anaokoa, yupo anaongoza na anaelekeza, yupo na anaponya. Sema amen. Kwa hivyo maisha ya Mkristo sasa kuna transaction mpya ambayo inafanyika, akapate kusalia katika kuamini. Sema amen. Uliza dada yako ambaye yuko kando yako, ndugu yako, je, unaamini ya kwamba Yesu ni Bwana? Haleluya. Sema amen. Kwa hivyo imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Amen. Sema amen. Haleluya. Naye Paulo amekwisha tuambia ya kwamba tarajio haliwezi kusalia kuwa tarajio iwepo limepatikana. Sema amen. Nalitarajia mshahara, nimekwisha pata mshahara, then ninatarajia sikutumia mshahara. So huwezi tena salia kutarajia ule mshahara na umeshaupata. Sema amen. Haleluya. Lakini tumesalia katika tarajio ni kwa sababu bado hatujafika katika utumilifu. Sema amen. Kwa hivyo tunadumu katika imani na kwa sababu bado hatujafikia katika kile kilele. Haleluya. Kwa hivyo salio letu tunasalia kuamini, tukijua yakini ya kwamba siku moja Bwana Mungu wa Israeli atatulaki mawinguni tukiimba hosana hosana hosana. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo kanisa la Bwana, nina haja mkapate kuwa na imani katika Bwana, ukijua yakini ya kwamba yeye pekee ndiye mwenye uweza na nguvu na mamlaka ni kwa ajili ya kubadili mambo ambayo yanakusumbua. Sema amen. Kwa hivyo salia kuwa na tarajio. Haijalishi vitu havijakubaliana nawe, haijalishi ya kwamba unapitia machungu, haijalishi ya kwamba umesemwa, haijalishi ya kwamba umeonewa, haijalishi ya kwamba unadhulumiwa, haijalishi ya kwamba hata umesingiziwa. Ninalotaka mtu wa Mungu akapate kuamini ya kwamba anayemtumainia ni mkuu kuliko yule ambaye yupo katika ule ulimwengu. Haleluya. Ninataka mtu akaamini ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli ambaye wewe unamwabudu usiku na mchana, akisema ndiyo, hakuna wa kusema la, naye anapofungua hakuna aliye na uwezo wa kufunga. Kwa hivyo wakati na kama na huo, nina haja mtu wa Mungu kajenge imani yako kwa Bwana, salia kuwa na tarajio na imani ya kwamba Bwana yupo pamoja nami. Kwa hivyo mie nitakuwa mshindi, na kwa sababu ninayemtarajia, naye aliweza kushinda mauti hata kashinda majaribu. Mpe Bwana makofi mazuri. Haleluya. Sema amen. Katika Waibrania 11 mstari wa 6, maandiko inasema ya kwamba pasipokuwa na imani hauwezi ukampendeza Bwana. Kwa hivyo imani ni kama backbone ya salvation. Haleluya. Imani ndio uti wa mgongo wa wokovu. Imekupasa ewe ambaye unahitaji kumfuata Kristo ukasalie kuamini. Vitu havikubaliani nawe, amini Bwana atatenda. Vitu havijafika kuliko ambako uko, Bwana atatenda. Haujaona kitu kizuri maishani mwako, amini ya kwamba siku moja Bwana anaenda kutenda jambo jipya. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo siku na kama ya leo, Biblia inatunenea katika Waibrania 11 mstari wa 6 ya kwamba pasipokuwa na imani haiwezekani kumpendeza Bwana, na kwa kuwa watu wanapomwendea Bwana imewapasa wakapate kuamini ya kwamba Yesu alimfufua mwanawe alifufuliwa toka katika mauti. Sema amen. Haleluya. Kanisa imetupasa tukapate kuamini. Haleluya. Je, unaamini ya kwamba ile hali uliomo Bwana atapata kukutendea? Sema amen. Kuna mtu ambaye anaona kana kwamba magonjwa aliyo nayo hayawezi yakaondoka. Sema amen. Kwa Bwana yote yanawezekana. Sema amen. Haleluya. Kwa Bwana yote yanawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Mradi tu ukapate kuamini. Na ukumbuke imani ya kwanza, usirejelee tena. Sema amen. Utakapokosa kurejelea imani ya kwanza. Imani ya kwanza, kuna mtu ambaye aliyekuwa amejenga juu ya mchanga. Sema amen. Nikiumwa, nimerogwa, so lazima niende kwa uguzi wa dunia nikapate kutendewa jambo. Sema imani. Ondoka katika ile imani.
tambua yakini ya kwamba damu ya Yesu Kristo ina uwezo. Kwa hivyo lolote linalotendeka, nena damu ya Yesu Kristo na uwe na imani ya kwamba Bwana amekwisha tenda. Sema imani. Kwa hivyo siku na kama ya leo, nina haja mtu wa Mungu akapate kubadili nia yake, akapate kubadili mtazamo wake, akapate kubadili na hata mienendo zake. Yani awe mtu ambaye anamtegemea Masihi wake, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli ana uwezo wa kutenda mambo makubwa yale ambayo wewe hauwezi. Sema amen. Haleluya. Bwana kuna uwezo wa kukufanya wewe kuwa historia katika jamii uliyozaliwa. Bwana kuna uwezo wa kubadilisha jina lako katika ile jamii uliyozaliwa ndani. Yani ukawe mtu ambaye sasa ni wa kunena juu yake, na wengine wanakuja na kusoma na kuiga kutoka kwako. Sema amen. Unapomwamini Bwana. Haleluya. Sema amen. Yani utaonekana kuwa mtu ambaye wa kipekee. Haleluya. Sema amen. Si ya kwamba damu yako i tofauti na ile jamii, lakini ni kwa sababu umejenga imani kwa yule aliye na vyote. Basi atakapokuwa na kutendea, hapo ndipo jina lako litabadilika. Hapo ndipo sasa taswira itabadilika. Hapo ndipo sasa historia itabadilika. Hawatajua yakini ya kwamba imani yako umeiweka kwa Kristo, bali kupitia kwako kuna mtu ambaye ataongoka, maana watakuwa na haja kujua ameenda wapi. Na kwa sababu wanapoangalia miungu zao hazijawatendea kama na Bwana amekutendea. Sema amen. Kwa hivyo mtu wa Mungu kajenga imani kwa Bwana. Sema amen. Mtu wa Mungu kajenga imani kwa Bwana, ukijua yakini ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli ako na uweza, ako na nguvu, ako na mamlaka, ni kwa ajili ya kubadilisha mambo. Amen. Sema imani. Soma nami katika Warumi 17. Sikie Bwana anasema vipi. Fuliliza hadi 11. That's Roman 10:7. Tusome katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 7. Yes. Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimu? Yes. Yani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Yes. 8. Lakini yanenaje? Lile neno lililo karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tuliohubirilo. Yes. Kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Yes. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tayarika. Sema amen. Haleluya. Katika mstari wa 11 ambao ni mstari ulio mzuri sana, wanasema yakini ya kwamba kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hataweza kuaibika kamwe. Sema amen. Na nena na kanisa ambalo limeweka tumaini lake kwa Bwana. Na nena na wale watu ambao wameweka tumaini lao kwa Mungu wao, ambaye ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mungu huyu hafananishwi, Mungu huyu halinganishwi, ni Mungu wa kipekee ambaye siku na kama ya leo niye tunayemwabiri, niye tunayemuinua, niye tunayemtukuza. Anasema yakini ya kwamba watakaye muamini hawataweza kuaibika kamwe. Kwa hivyo siku na kama ya leo nina haja na kumweleza mtu ya kwamba wale wanaoaibika tumaini lao haliko kwa Bwana. Sema amen.
Ukimwona Mkristo aibu imempata maishani mwake, basi na yeye ameokoka, tumaini hajaliweka kwa Bwana. Kwa hivyo, kwa sababu ana imani iliyo fugufugu, ni kama namwamini Mungu, ni kama tena namwamini miungu, basi mtu yule mwanguko upo pamoja naye. Maana maandiko imesema ya kwamba lile neno la imani tunalolihubiri ni neno hili, ya kwamba yeyote anayemwamini hataweza kuaibika kamwe. Kwa hivyo, dada yangu, ndugu yangu, siwezi nikaelewa aibu ipi ambayo iliyokupata. Ninakueleza katika makini ya kwamba imani uliondoa kwa masihi wako. Amen. Sema amen. Tumaini lako limtoa katika Bwana, mtazamo wako uliondoa katika Bwana. Kwa hivyo, ulipokuwa umetoa, hapo ndipo sasa mwanguko ulikupata. Lakini nanena na mtu wa Mungu ili siku na kama ya leo akapate tena kubadili nia yake, akamubadilishie tena Bwana, akaone ya kwamba tangia siku ya leo sina uwezo pasipokuwa na huyo Mungu, sina nguvu pasipokuwa na huyo Mungu, sina ushindi pasipokuwa na huyo Mungu, sina mamlaka pasipokuwa na huyo Mungu, sitaweza kufaulu pasipokuwa na huyo Mungu. Yani mtu wa Mungu, badili mtazamo, badili nia, badili mitindo na nia zako zote, hakika ukamtazamie Masia. Na kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli aliyo na haja na kanisa kuelewa ya kwamba wanayemtumainia hawawezi wakaibika, na kwa sababu vyote vinawezekana kwa Bwana. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo, Bwana ako na haja na imani yako. Hataki sehemu kubwa ya imani kama mbegu ya haradali. Sema amen. Haleluya. Angelikuwa ametuwekea jukumu ya kwamba tukaweze kukuwa na imani kama mkuyu, basi siku ya leo tungekuwa katika kung'ang'ana. Lakini anataka tu onyesho ya kwamba umeamini yeye anaweza. Sema amen. Hapo ndipo atakapokutendea. Sister Maureen, come back in the church. Haleluya. Ni mzuri kuwaza, lakini sio uzame katika mawazo. Sema imani. Haleluya. Hili ndilo Bwana na haja na kanisa. Wapendwa, sema imani. Ruka soma mstari wa 14. Warumi 10 mstari mdogo wa 14. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Amen. Haleluya. Sema imani. Wataaminije pasipokuwa wameelezwa imani inatenda? Haleluya. Watapataje kuelewa na kufahamu pasipokuwa wameelezwa ya kwamba imani pasipo na matendo, imani ile imekufa? Haleluya. Watapataje kuelewa na kufahamu iwapo hawatakuwa na mhubiri, yani yule mtu atakayewaeleza ni yapi ambaye yaliyo hakika ya Bwana? Sema amen. Ni lazima pawepo na mtu ambaye atakayewazungumzia yale ambayo Bwana anakusudia ni kwa ajili ya maisha yao. Sema amen. Kwa hivyo, kuamini, ninanena na kanisa ya kwamba ni kumtazamia Kristo pasipo kuangalia kando na kando. Kuamini ni kumfanya Bwana kuwa kila kitu katika maisha yako, yani kwamba unapoona ni kama hakuna, wewe unamuona Masia. Sema amen. Haleluya. Basi pale umekwisha jenga imani yako kwa Bwana. Ndiposa mwandishi anasema ya kwamba wamwiteje yeye wasiyemwamini? Ni lazima wakapate kufanywa kuwa waaminifu kwa Bwana. Sema amen. Wakapate kufanywa kumwamini Bwana. Haleluya. Sema amen. Na pia wakaone ishara, sio kuamini tu pasipo kuona ishara. Ni lazima ishara zikapate kuambatana pamoja na, ndipo imani yao itapata kujengeka kwa Bwana. Sema amen. Ndiposa unaposoma katika Marko 16 mstari wa 15, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kitu, aminiye na kubatizwa ataokoka. Ishara hizi zitaambatana nao waaminio. Sema imani. Haleluya. Kwa hivyo, utakapokuwa umekwisha amini, bila shaka utapokea ishara. Utakapokuwa
umeamini, miujiza zitapata kuambatana nayo, miujiza zitapata kutendeka maishani mwako. Sema amen. Kwa hivyo inakupasa ukaamini, ndipo utaona ishara. Imekupasa ukaamini, ndipo utaona muujiza. Imekupasa ukapate kuamini, ndipo utapata kujua yakini ya kwamba Yesu Kristo anatenda. Haleluya. Sema amen. Kuna mtu je anabadilisha mawazo yake? Sema amen. Kuna mtu anatoka mahali ni kwa ajili ya kumkimbilia Masia. Thank you Jesus. Tena wasikieje pasipo mhubiri? Haleluya. 15 inasema vipi? Tena wahubirije wasipopelekwa? Amen. Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini ndugu yao wahubirio habari ya mema. Haleluya. Wahubirije pasipo na kupelekwa? Haleluya. Kidogo tu nikapate kueleza jambo ya kwamba injili haiwezi kusonga pasipo fedha. Sema amen. Leo hii iwe ya kwamba nahitaji kwenda mji wa Western, siwezi nikasimama hapa na itendeke kama ilivyotendeka kwa Filipo. Amen. Filipo alipokuwa na ule towashi, alipokuwa amekwisha mbatiza hivi, Roho wa Bwana alimchukua direct mpaka Troa. Sema amen. Lakini katika wale ambao wanahubiri injili siku ya leo, hauwezi bebwa na Roho kutoka Nairobi mpaka uwekwe Western. Amen. Ndiposa wanauliza ya kwamba wataweza aje kupeleka injili pasipo kukuwa wamebebwa. Amen. Haleluya. Wahubirije pasipo kupelekwa? Haleluya. Ndiposa unaposikia secretary anaponena mambo ya fedha, jua yakini ya kwamba hapo ndipo sasa tunapeleka injili. Amen. Utakapokuwa the one of the partaker kwa wale ambao wanapeleka hii injili, basi Bwana atakaposhuka ni kwa ajili ya kurejesha. Jua yakini ya kwamba you are tenable, you will be awarded for it. Sema amen. Hautakosa kupokea, na kwa maana pia wewe umeipeleka injili ya Bwana. Lakini yule ambaye hajapeleka injili ya Bwana, hapa tapataje kupata pato kutoka kwa Bwana iwepo hajahusika? Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo ina maana katika doctrine ya salvation tunafaa tugairi ni kwa ajili ya uchoyo. Kuna watu ambao ni wachoyo naturally. Sema amen. Si ya kwamba wameiga, ni wachoyo tu naturally. Hata wanamnyima Mungu. Sema amen. Bwana alipokupa wewe hauwezi toa kwa sababu ya injili. Haleluya. So unapata ya kwamba mambo haya yanakuwa magumu, lakini siku na kama ya leo waje tukatubia, tunapobadili nia yetu ni kwa ajili ya kumtazamia Bwana kama na kanisa, ili tukapate kukulia ndani mwa Kristo. Amen. Injili inapelekwa na fedha. Kwa hivyo unaposikia mambo na fedha kwa kanisa, usikaseme ya kwamba wachungaji wa Nairobi. Amen. Wachungaji wa Nairobi wanaliliwa sana. Haleluya. Kila mara pesa 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 pesa. Bwana nashukuru ya kwamba sisi hapa hatuvunji maagano. Ingelikuwa tunavunja maagano, si hii kanisa ingebaki bure. Sema amen. Wangelisema sama, ndugu leta ng'ombe ya miaka 7. Hiyo unajua ni kama pesa ngapi? Around 25,000. Hallelujah. Tungeliweza. Sema imani. 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 Soma nami Hebrews 12:2-4. Imani. Hebrews, Waibrania 12:2 hadi 4. Fuliliza. Maandiko katika kitabu cha Waibrania 12 mstari wa 2 nasema, Yes. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao.
msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Amen. Bwana abariki andiko. Sema imani. So Bwana anasema ya kwamba tukimtazamia Kristo Yesu ambaye aliyeanzisha imani. Hii ni doctrine ambayo imeanzishwa na Masihi. Sema amen. Hakuna mwanadamu ambaye alikuja na mfumo huu wa wokovu ila ni Kristo Yesu. Yeye mwenyewe ndiye alianzisha jambo hili chini ya jua. Ndipo maandiko inasema ya kwamba yeye ambaye alianzisha mfumo huu chini ya wingu. Sema amen. Haleluya. Ndiye tena atakayeitamatisha. Haleluya. Hamuna yule aliye na uwezo na kujua jinsi atakavyomalizia katika wokovu, ila tunajitahidi tukijua yakini ya kwamba aliyeanzisha kazi kindani mwetu ataifikisha katika tamati. Sema amen. Kwa hivyo kama alikuwa na makusudi na malengo ya kwamba mie nikapate kuona Yerusalemu mpya, basi atanipa uweza nikapate kufikia katika Yerusalemu mpya, nikaimbe hosana pamoja na watakatifu. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo yeye alianzisha imani hii, dada yangu, ndugu yangu, anajua jinsi ambavyo atakavyo kukuelekeza. Ni kwa kuwa ana haja tusije tukazimia wala tusije tukachoka, na kwa sababu ya yale ambayo tutakayoyapitia, ila tukajitia nguvu katika Bwana. Maana nasema vipi katika mstari wa 4, hatujapigana kwa viwango vya kumwaga damu, kwa sababu ya msalaba wa Yesu Kristo kama na mitume walivyokuwa wakipigana. Sema amen. Wengine ambao wameweza kutundikwa katika msalaba ambao ulio kwa sababu ya msalaba. Akina Stefana wanapigwa mawe kwa sababu ya msalaba. Nataka kukueleza mtu wa Mungu ya kwamba kuna jambo kubwa ambalo Bwana alilitenda katika maishani mwako. Sio jinsi vile ambavyo wewe unavyoviona, lakini kuna kazi kubwa ambayo Bwana ameitenda. Sema amen. Ipo sana kupa tumaini, dada yangu, anakupa tumaini, ndogo yangu, ya kwamba hatujapigana vita kwa viwango vya kumwaga damu. Ni kwa sababu ya msalaba, ni kwa sababu ya wokovu. Wacha basi tukakulie ndani mwa Bwana. Wacha basi tukapate kuinuliwa katika imani tukiwa tunamtazamia Masia. Sema amen. Kanisa la Bwana, wacha tukamtazamie huyu Yesu. Wacha tukamtafute huyu Yesu. Wacha tukamsongee huyu Yesu. Sema amen. Wacha tukamuishie huyu Yesu. Sema amen. Wacha tukampendeze huyu Yesu. Haleluya. Sema amen. Siku zote za maisha yetu wacha tukamwidhinishe Bwana. Amen. Haleluya. Tabia yote ambayo yaweza patikana ndani mwako ambayo inamkana Kristo, tubia ili ukapate kusamehewa. Sema amen. Kwa wale wanaoandika, andika Yoeli 2:32, Isaya 28:16, kisha fungua pamoja nami waraka wa Petro wa kwanza 1:5. Yoeli 2:32, Isaiah 28:16. Soma nami 1 Peter 1:5. Waraka wa kwanza wa Petero, mlango wa kwanza mstari mdogo wa 5. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Enda mpaka 10. 6 inasema, mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina dhamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo ujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo.
naye mwampenda, ijapokuwa hamkumuona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoonekana yenye utukufu. 9. Katika kupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Yes. 10. Katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Soma 12. 12 nasema, wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu waliohudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Amen. Hallelujah. Amen. Andiki nasema ya kwamba mambo haya tunayoyasikia siku ya leo hata malaika wanatamani. Hallelujah. Lakini heri sisi ambao tumefunuliwa. Amen. Hata manabii waliotangulia hawakukupana na mambo kama na haya, ila sisi kwa neema ambayo Bwana Mungu Eswara ametupa tumepata kufunuliwa. Kifungu cha pili ni neema, grace. Mtu wa Mungu tunapookoka lazima tutafuta neema ya Kristo. Ni kwa nini sisi tunasalia katika kuumana na kulana? Kwa sababu neema ya Bwana imepotoka katika maisha yetu. Sema imani. Neema inapokutoka kama Mkristo, wokovu utakuwa mbali nao. Sema imani. Ila kumsifu Bwana kutakuwa pamoja nao. Hallelujah. So Bwana Mungu wa Israeli ana haja kanisa likapate kukulia katika neema. Neema ndiyo wokovu. Sema imani. Maana Biblia inasema ya kwamba sisi hatujajipigania ili tukapate kuokoka, ila Bwana Mungu wa Israeli ametukirimia neema hii. Sema imani. Neema ndiyo inayetuwezesha kujua ya kwamba nimetenda dhambi. Sema imani. Neema inaniwezesha kujua kama nimepotoka katika njia ya msalaba. Neema inanifahamisha mie nikiwa nimemtenda mwenzangu jambo libaya. Neema inanieleza ya kwamba hapo nimekufuru roho. Sema imani. Hallelujah. Kwa hivyo mtu wa Mungu, tafuta kwa bidii uwe na neema ya Bwana. Sema imani. Neema ikikosekana katika kanisa, watu wanasalia katika kunungunikiana. Sema imani. Watu wanasalia kurushiana maneno. Watu wanaumana na kulana. Neema inapokosekana, shina la uchungu linapatikana katika kongamano. Sema imani. Hallelujah. Hata katika miji, neema inapokuwa imekosekana katikati ya watu, pale lazima kuwe na ugomvi. Sema imani. Neema inapokosekana katika miji, yani neema ya kukaa kwa pamoja, neema ya kutenda kama ndugu na dada, unapata yakini ya kwamba watu wale wanasalia katika kuinukiana. Kuna hali ya kuchongeana, kwa sababu neema haipo. Sema amen. Ndipo Bwana Mungu wa Israeli anaonya kanisa lake katika Waibrania ya kwamba neema isipunguke kwenu, ili shina la uchungu lisije likachipuka na kusumbua wengi, na hata wakatiwa najisi kwa hayo. Sema amen. Neema ikikosekana, uchungu unapopatikana unafanya mioyo zinakunjamana. Sema amen. Watu wanaanza kuona wengine kama maadui kwa sababu neema haipo. Sema amen. Hallelujah. Ndipo Bwana ananena na kanisa, wapendwa, tutafute neema kwa bidii. Tutafute neema kwa wingi. Tutafute neema ya Yesu Kristo. Hallelujah. Sema amen. Si ya kwamba neema itutafute, ni sisi tutafute neema. Sema amen. Neema hii ni Kristo. Kristo akiwa ndani mwako, upendo upo ndani mwako, amani iko ndani mwako, na surrounding itakubaliana nao. Sema amen. Hautajikuta ukiwa unanena kinyume na wenzio. Sema amen. Hautajikuta ukiwa unainukia wenzako. Hautajikuta ukiwa katika masemango. Sema amen. Hautajikuta katika fitina. Ni kwa sababu
neema ambaye ni Kristo yupo ndani mwako, amejaa kwa wingi. Sema amen. Mahali pako pa kazi, wewe tafuta neema. Sema amen. Haleluya. Na amani. Kwa hivyo amani na neema vinapokuwa pamoja na wana wa Mungu, vitu vitaanza kukubaliana nao. Lakini iwepo neema ya Kristo haitakuwa pamoja na wateule wa Bwana, basi hawatakuwa na amani popote mahali waliko. Kuna kufarakanika katika mahali palipo, kuna kufarakanika katika ploti wanakoishi, kwa sababu neema haipo. Sema amen. Je, wapendwa, tutabadili tukatafute neema ya Bwana? Sema amen. Katika Tito 2:11 Biblia inasema ya kwamba neema ya Bwana imefunuliwa, ndiyo inayotusaidia kukataa tamaa. Sema amen. Na mambo mengine yafananayo kama na hayo katika ulimwengu huu wa dhiki ambao tunaishi. Kwa hivyo dada yangu, ndugu yangu, kabadili mtazamo wako, ukamgeukia Bwana, akamgeukia Bwana. Wacha mienendo na mitindo za dunia hii, ukatafute neema ya Yesu Kristo ili ukakulie ndani mwa Bwana. Sema amen. Kanisa ambalo linahitaji kumwishia Bwana ni lazima liwe hodari katika neema. Sema amen. Haleluya. Soma nami katika Warumi 3:23 hadi 24. Tusikie Bwana anasema vipi. Patia mtoto kikombe chake. Hapa huwa wanapika, nenda chukua ugali, patia mtoto. Romans 3:23-24. Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake. Yes. Kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Mstari ambao naenda kuzungumzia ni mstari wa 24, ya kwamba wamehesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Sema amen. Amen. Sio kwa juhudi la mtu, sio kwa bidii ya mtu, sio kwa kutenda kwa mtu, ila wamehesabiwa bure kwa neema yake Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Siku na kama ya leo, wapendwa, Maandiko inasema ya kwamba tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. Tumetenda dhambi, neema imepata kututoka. Amen. Lakini tunahesabiwa tu haki mbele za Bwana bure. Sema amen. Kwa neema yake Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Kwa hivyo wakati na kama na huu, majira kama haya, na nena na mtu ambaye anamfahamu Masia wake, na nena na mtu ambaye ako na haja na kumuona Kristo, ya kwamba kwa kuwa wewe umetenda dhambi, kwa kuwa wewe umemwasi Masia, kwa kuwa wewe umesonga mbali na uwepo wa Kristo, ila tu neema ya Bwana imecover up, ndiposa una uwezo wa kusonga na ukae katika kundi la watakatifu. Sema amen. Haleluya. Neema ya Bwana imekufanya hata nawe unaweza piga magoti ukamuombe Bwana. Sema amen. Kama neema haingelikuwepo, basi nataka kusema ya kwamba watu hatungelipata access ya kumuita Masia. Sema amen. The 3 stages zingelikuwa bado zinafanya kazi siku ya leo. Amen. Nyinyi nyote mngeliabudu Ben. Haleluya. Kweli ama rongo? Kama vile Catholic inavyofanya siku ya leo. Maana hawajatambua ya kwamba neema ilikwisha kufunuliwa. Amen. Ndiposa inapokuwa siku ya pendenzia, kwa wale ambao washahudhuria ibada za Catholic, siku ya pendenzia, wao huenda wanadhihudhurisha kwa padri. Then padri yeye atasema na Mungu. Sema amen. So kama ulizini, unakuja unaambia Ben, nilizini, nisamehe. Then Ben ataenda amwambie Bwana, kumbuka mama chacha alizini jana, msamehe. Sema amen. Haleluya. Ni jambo likubwa ambalo Bwana amelibadili katika maishani mwetu kwa makanisa ya Kipentekoste.
Sema imani. Maana hizi doctrines zingine zingali zipo katika ule utumwa, hawajatambua ya kwamba pasia ile katika. Sema imani. Lakini heri wewe ambaye una huu ufahamu. Sema amen. Heri wewe ambaye una huu utambuzi ya kwamba tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Kristo, ila sisi tumehesabiwa haki bure kwa neema yake Bwana. Sema amen. Amen. Licha ya kuwa dhambi zetu hazituruhusu tukapate kusonga patakatifu pa Bwana, lakini neema ya Bwana inatupa kibali. Sema amen. Tunachongea mbele ya kiti cha hukumu tukijisitaki kwa Bwana Mungu wa Israeli, tukimwambia turehemu, ni kwa sababu tumekuasi katika njia moja ama nyingine. Lakini wapo watu ambao bado wanaenenda katika doctrine za Wanikolai. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amina. Lakini nataka nikusifie wewe ambaye Roho wa Bwana anakutumikia katika viwango vikubwa, ya kwamba waweza omba rehema ukiwa popote mahali uliko. Amen. Sema amen. Amen. Una heri. Hallelujah. Amina. Watu wangali wanadumu chini ya vifungo. Sema amen. Amen. Watu wangali wanatumikishwa chini ya utumwa. Sema imani. Amen. Ni kwa sababu ya kutoelewa maandiko. Amen. Amina. Siku na kama ya leo, ninalolisi kanisa ni ya kwamba wacha tukakulie katika neema ya Bwana. Hallelujah. Amen. Tukakulie katika neema ya Kristo. Kwa Efeso 2:4. Anayeandika Warumi 5:12 hadi 16. Ephesians 2:4. Maandiko katika kitabu cha Efeso mlango wa 2 mstari wa 4. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu, yes, aliyotupenda hata wakati uluile tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Hallelujah. Sema amen. Bwana anasema ya kwamba lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu ni kwa sababu ya makosa yetu, ametufanya kuwa hai pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Sema amen. Licha ya kuwa tulikuwa mbali, ni kwa sababu ya matendo yetu. Tulikuwa mbali na wokovu huu, tulikuwa mbali na utakatifu, ni kwa sababu ya tabia na mitindo na kasumba za kwetu. Tulikuwa mbali ni kwa sababu ya hisia zetu mbaya. Tulikuwa mbali ni kwa sababu ya mitindo ya kidunia. Tulikuwa mbali ni kwa sababu ya misingi na doctrine za jamii ambazo sisi tuliweza kusaliwa ndani. Ila Bwana Mungu wa Israeli, kwa kufunuliwa kwake sisi tumepata kuokolewa. Hallelujah. Kanisa tumeokolewa, lakini tumeokolewa kwa taraja ya kwamba tukapate kurithi ufalme wa mbinguni. Sema amen. Si kuokolewa tu ili tukatembee na Biblia tukionekana ya kwamba sisi tumeokoka. La, tumeokolewa na tarajio ya kwamba tukapate kuhubiri injili kwa viumbe ambavyo vilivyo hai, vikabadilika vikamwishie Bwana, tukijulisha mataifa matendo yao kama inamkiri Kristo ama inamkana. Sema amen. Hallelujah. Kwa hivyo nataka mtu wa Mungu ukaelewe jinsi neema ambavyo imetenda kazi katika maishani mwetu. Sio tuliipokea bure, bali tukaitendee ili tukakulie katika wokovu ambao tuliopewa kwa taraja. Sema amen. Kanisa la Bwana, ni wakati wa kumtazamia Masia. Ni wakati wa kumtumikia Bwana. Ni wakati wa kumtafuta Kristo. Ni wakati wa kumuishia Bwana. Nyakati tunazoziishi ni nyakati za mwisho. Sema amen. Hallelujah. Tunaishi katika nyakati za hatari. Soma mbele, endelea hadi mstari wa 9. Mstari wa 6. Inasema
akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu ili katika zamani zinazokuja audhirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wa